Na hapa palikuwa panavuja maji kabisa hapa. Maeneo yote haya yalikuwa hajafyekwa. Mmefyeka kwa ajili yangu sio? Twende. Tarehe 25 nilikuwa hapa mimi. Maji yanamwagika kote hapa. Na siku ile mvua ilikuwa inanyesha. Mbona hujasema sasa kwenye taarifa yako? Kuna mwongozo gani haujaleta? Wa kuuza kwa kilo. Kwa hiyo mzani hamautumii sasa. Kwa kuuza kwa kilo kusema kweli hatutumii. Kwa wa kweli mimi nina taarifa za kutosha. Wewe una siore. Huyu mwache huyu azungumze. Kinachotokea hapa ni nini? Huu mzani unatumika? Huu mzani hatuuzii kwa kilo. Kwa sababu mwongozo hatujaletewa kwamba kila kilo moja. Kwa hiyo hautumiki. Sio? Ndio. Na kwa nini hautumiki? Sasa sogea hapa. Mheshimiwa Waziri, labda niongezee hapo. Kwa mujibu wa wafanyabiashara tulionao, wengi wapendi kufanya biashara kulingana na uzito wa mnyama. Kwa wengi wanapenda ile biashara ya kumwangalia mnyama then wanabishana bei na yule mteja. Lakini sisi tunapokwenda kununua mimi wote hapa ni wanunuaji wa nyama. Sisi tunakwenda kwa kuwekewa mafungu. Ndio mheshimiwa. Tunakwenda kwa kilo. Sasa kwa nini wanatuuzia kwa kilo? Wao hawataka kununua kwa kilo. Sasa mbona hujasema kwenye taarifa yako kwamba tuna mizani hapa haifanyi kazi? Mbona kwenye budget tunajenga hata mwaka huu mimi nimesoma ripoti tunajenga mizani mingapi? Mheshimiwa Waziri, kuna mizani 82 tumeisambaza kwenye budget ya mwaka 22. Sasa ya nini? Kwa nini tuchezee hela ya serikali? Kwa nini tunajenga mizani mpaka 80 na hakuna hata mmoja unafanya kazi? Huwezi ukawekeza pesa kubwa kiasi hiki na mzani. Halafu mlitaka mimi niangalie sinema ya kitu ambacho hakitumiki. Na ingekuwa changamoto namba moja. Kwa hiyo ina maana hata hili jengo halitumiki la kazi gani? Au mnazungumza kwa kuangalia mnyama sio? Ndio. Wanaelewana kwa kuangalia. Sio kwamba wanauziana nje kule. Tarehe 25 siku ya sikukuu nimepita mimi nikielekea Kagera. Nikafanya ziara mwenyewe hapa. Umeelewa? Mke wako si alikwambia bwana? Tulisalimiana vizuri. Kwa hiyo mnachotaka kunieleza hapa mimi ninakijua na nilizungumza na wananchi. Nikaambiwa humu hawajawahi hata kuingia na hakuna matumizi pake. Sasa mnaniingiza kusudi nifanye nini humu? Hebu nionyesheni kazi zinazofanyika kama ilivyo vis-a-vis kazi zinavyotakiwa kufanyika. Sawa? Msinifanyie maigizo mimi. Nimekwenda pale, pump haipo. Kisima cha maji kimejaa maji. Tanki lipo. Pump ilikuwepo imekufa. Mnakusanya hela hapa, alafu mnamsomea waziri alete pump ya maji. Halafu mnaendesha mnada hauna maji. Na maji yapo, na tanki lipo. Pesa ya pump inapatikana kwenye makusanyo yenu. Wale wanaokuja hapa wanahitaji huduma ya maji na wanafanya kazi bila maji. Pale nje panavuja. Jengo unataka nilifungue jengo ambalo linavuja. Na wewe kwenye taarifa yako husemi miundombinu bado haijakamilika. Nimeenda kwenye machinjio, kuna machinjio pale. Imejaa popo. Twende tukaangalie kule. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.